Ni miongoni mwa matukio adhimu ambayo yamejitokeza katika kongamano la vijana Jimbo Katoliki Same, na hapa ni masista wakionyesha ufundi wao katika kandanda kwenye kongamano hilo ambalo limehitimishwa jana Jumapili na Mhashamu Rogati Kimario, askofu wa Jimbo Katoliki Same. Kongamano hili limelenga kuwaimarisha zaidi vijana katika utume wao. Mara nyingi wanasema michezo ni afya, lakini kwa maisha ya vijana na Ukristo, michezo ni upendo, michezo ni mshikamano, michezo inatumika pia kuwaweka karibu na Mungu. Hawa ni vijana kutoka Jimbo Katoliki Same, lakini wengine kutoka parokia Vingunguti, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, ambao wameshiriki katika kongamano la Viwawa linalofanyika katika parokia ya Bikira Maria Mkingiwa Dhambi Asili Kifaru. Vijana hao wanasema namna kongamano hili linavyofanyika linawasaidia mambo mengi, hasa kujiweka karibu na Mungu, hasa katika maisha haya wanayoishi ya ujana. Kwenye maisha ya Ukristo, kwa sababu tunasema Ukristo ni kukaa kwa pamoja, na kwa sasa kama vijana michezo inatusaidia kutuweka karibu, kwa sababu michezo ni undugu, michezo ni urafiki, lakini michezo kwa sasa hivi pia ni ajira, hasa kwetu sisi vijana. Kwa hiyo inatukuza kiimani tunapokaa pamoja, na kwenye michezo pia inatujenga kiafya na kutengeneza urafiki, undugu, lakini pia inatusaidia kupata ajira kwa namna moja ama nyingine. Michezo ni afya, lakini michezo inaleta uhai. Na sisi Viwawa, kama salamu yetu inavyoeleza kwamba mapendo daima, michezo imekuwa ni sehemu ya kuendeleza upendo. Tumekuwa tunakutana, tunafahamiana, tunajuana, tunatengeneza teamwork. Tumeshirikiana katika michezo mbalimbali siku ya leo, kuanzia netball, kukimbia na yai, kukimbia riadha, na sasa tunaendelea na mpira wa miguu. Imekuwa ni sehemu ya kuendeleza utume wetu, lakini pia tumeweza kutengeneza combination kati ya sisi Viwawa kutoka parokia ya Teresia Mtoto Yesu Vingunguti pamoja na Viwawa wa Jimbo Katoliki la Same. Kwa upande wa kiroho tunajifunza vitu mbalimbali ambavyo kwa upande wa vijana huwa tunasahau muda mrefu, maana tumeshamaliza kipemana na komunio kwa muda mrefu. Kwa hiyo huwa yanatukumbusha hasa kwenye dini, kumjua Mungu, sala, tusijiweke mbali sana na Mungu, tuwe karibu na Mungu, tuweze kujifunza kuhusu uumbaji wa Mungu na vitu vingine. Pia kwa upande wa michezo linatukutanisha, tunajua sana vijana tunapenda michezo mbalimbali, mipira, basketball, netball. Kwa hiyo na vijana huwa wanapenda sana michezo. Sema ambapo kuna michezo vijana wakosekani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa vijana kutukusanya na kutupata kwa wakati, kwa sababu kuna mchezo kiunganishi kwa vijana. Kitu ambacho kimenifurahisha mimi kama kijana ni michezo. Yaani michezo imekuwa kipaumbele kwetu sisi vijana. Imetuimarisha, naweza kusema kiroho, kimwili, kiafya, vijana tumeweza kujengeka. Kwa mimi naweza kusema kwamba michezo ni ina umuhimu kwetu sisi vijana au Viwawa, kwa sababu inatufanya tukutane, yani sehemu moja, au kwa kujuana kwa baina moja ya mtu mwingine. Kwa maana mtu unaweza kaja hapa kashiriki michezo, kashiriki vizuri, ukapata mafundisho mazuri ya kiroho, kimwili, kiafya. Vijana wamepata afya ya akili, wamepata elimu, wametambua kwamba tulipo ni sehemu sahihi, ni sehemu ambayo inatuongeza kuwa marafiki, kwa sababu kuna watu tulikuwa tufahamiani, sasa hivi tunafahamiana, tumefahamiana kupitia michezo mbalimbali ambayo tumekuwa nayo, ikiwa ni pamoja na mchezo wa mpira. Mkurugenzi wa vijana Jimbo Katoliki Same, Padre Vincent Msofe, ameeleza namna kanisa linavyowasaidia vijana katika utume wao na namna linavyowajibika katika kuimarisha vijana kupitia makongamano kuishuhudia imani, kama anavyofafanua. Vijana kama vijana, kwanza kabisa kanisa linawasaidia kwanza kusimama kwenye imani yao. Wasimame katika imani, wasimame katika mapendo, wawe jasiri katika kuishuhudia imani. Kama hawawezi kufanya hivyo, basi tutakuwa hatuna maana kile ambacho tunakifanya sasa. Ni lazima waendelee kujituma kama vile ambavyo kanisa inaelekeza, katika imani, katika matumaini, katika mapendo, na kuwa tayari kuwa mashahidi kweli wa imani. Hata pale itakapohitajika kijana kumwaga damu kwa ajili ya Kristo, kwa neema ya Mungu, basi waweze kuitikia hicho ambacho wameitiwa toka katika sakramenti ya ubatizo, kuwa kweli makuhani, manabii na wafalme. Lazima tukutane na hizo changamoto, na tunapokutana na hizo changamoto tuwe tayari kuzikabili, tubaki imara na tuendelee kumtukuza Mungu kwa maisha yetu, si tu kwa kujionyesha, lakini pia kufanya kwa ujasiri na kuendelea kupiga hatua. Teknolojia inapokuwa tunakutana na vitu ambavyo vinarahisisha, ulimwengu umerahisishwa sana.
tunaongelea masuala ya AI, artificial intelligence. Kijana anaona ni rahisi kutumia hicho kitu zaidi kuliko kutumia fikira zake. Basi tunaendelea kuwahimiza vijana kutazama hichi kitu kwa jicho la karibu zaidi na kufanyia upembuzi, ili basi haya ambayo yanakuwa katika teknolojia yasiturudishe nyuma na yasitupumbaze, tusiendelea kujibidisha kwa kufikiri kwetu, lakini pia katika maisha yetu ya kiroho tuvitazame kwa makini, lakini pia tumombe Mwenyezi Mungu atusaidie teknolojia isiharibu utume wetu. Teknolojia itusaidie kumtangaza Kristo kwa njia ambazo ziko katika mtazamo chanya. Je, ni yapi vijana wamejifunza katika kongamano hili? Katika kongamano hili mimi kama kijana nimejifunza mambo mengi sana. Katika semina ya leo kuna kitu kimoja ambacho Fadhali kigusia sana, akatuambia kwamba katika maisha yetu sisi vijana kama vijana na watu wote kwa ujumla, kitu cha kwanza kabisa kabla ya yote ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa kila hatua, yani kwa kila kitu unachotaka ukifanya. Mungu kwanza, mengine baadaye yatafuata. Ninajisikia wa furaha na amani kushiriki na vijana mbalimbali hasa kutoka jimbo hili la Same. Na lengo langu kubwa ambalo naona nitajifunza ni kuyapata yale ambayo na kushare mambo mbalimbali na vijana wenzangu. Hasa katika ukuaji huu wa utandawazi ambao vijana wana mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunapokaa pamoja, tunapokutana pamoja, tunabadilishana idea mbalimbali. Tunaweza kujifunza kitu fulani kwa mtu mwingine na mwingine akajifunza kitu kutoka kwako. Kwa kiufupi, napenda kumshukuru Mungu kwa kunifikisha siku hii ya leo. Ni furaha kubwa kukutana na vijana wenzangu, kushiriki mawazo mbalimbali yanayohusu vijana, kufurahi pamoja na mambo mengine mbalimbali. Askofu wa Jimbo Katoliki Same Mhashamu Robert Kimario amewataka vijana wa Jimbo Katoliki Same kutumia fursa ya makongamano ya vijana kujifunza vitu vipya ili kupiga hatua katika utume wa vijana jimboni hapa. Juhudi zote ambazo tumefanya kufanya vijana yani viwawa nguvu yake ionekane kijimbo, bado tuna kazi mbele yetu. Na kwa hiyo ninavyoona watu wanatoka mbali kama Dar es Salaam kuja hapa, hiyo nayo iwe ni chachu ya kutufanya kwamba tuamke kwenye usingizi sisi wanasame. Na naomba isieleweke, maanake kuna watu wanachukulia kwamba ninaanika mapungufu yetu mbele ya wageni. Hapana, kwa kweli ni kwa sababu tunaona kwamba kila mara watu mbalimbali wanapokutana sehemu mbalimbali huwa mnajifunza, kuna kitu kipya kinazaliwa ukiwa na moyo radhi, moyo mweupe kujifunza. Kwa hivi sisi wazee, kama mzee kama mimi, nami najifunza. Hili ni darasa, mimi niko hapa darasani najifunza. Kwa hivyo muendelee kujifunza kama mimi mzee ninavyojifunza. Napenda kwenda kwenye majimbo mbalimbali kujifunza vitu vipya. Kutoka hapa Jimbo Katoliki Same, jina langu ni Ferdinand Irunde na hii ni Radio Maria Tanzania.